Naam msikilizaji, na hii ni sehemu ya 30 bwana. Baada ya JC sasa kuibiwa simu na kurudi akawa amekutana na Tesha. Tesha alibaki akimshangaa. Tukabaki tunaulizana kwamba je, video zilivujishwa? Kuna connection yote ilivujishwa? Tesha kwa nini alikuwa anamshangaa JC? Tunasonga mbele, langu jina Lucas Lumbas, mtayarishaji ni Elton Tony. JC anasema ya kwamba nimuuliza Tesha kwamba nini, mbona niangalie hivyo? Basi Tesha akanyanyua kiganja chake chenye simu kunielekea, huku sasa akitaka kusema kitu. Akasema kwamba mwanangu, hivi michezo gani mnafanya? Nikaambia michezo? Mimi na nani? Si wewe na Ankia? Hey, unamaanisha nini? Ankia katoka kunipigia simu mwanangu. Anasema huko Montreal sijui kapewa taarifa kwamba tumekufa. Nini? Nilimuuliza hivyo utadhani sikumsikia vizuri. Akapiga ulimi mdomoni na kutikisa kichwa chake kwa kukerwa. Sasa mimi nikamuuliza ya kwamba hivi umeenda huko Kongoe ukanywa nini? Mbona sikuelewi Tesha? Jesi sikia bro. Mimi ni mambo umekufa. Kwa hiyo mimi naonekana kama nimekufa hapa. Tesha alifanya hivyo na kupiga ulimi tena akionekana kuudhika. Kisha akaanza kubofya kioo cha simu. Sasa mimi nikabaki nikimwangalia kwa makini tu. Yeye akaweka simu msikioni akiwa sasa anampigia sijui nani hata sielewi. Alafu akaishusha tena. Hapa nampigia hata apokei. Wewe kuna mpigia nani? Sina mpigia Ankia. Hivi shida nini kwani? Yaani kwa kwambia nimekufa ili weje? Hivi ukute leo ni sikukuu ya wajinga Tesha. Hebu achini ujinga basi. Kaka sikiliza. Haya soma siara. Umesikia? Ankia kasema amepewa taarifa. Yaani mwili wako uko Montreal hapo Mbagala. Katuambia sisi wote. Akaharakisha kwenda huko. Na yeye kapanic kichizi. Hakuna details za maana. Ila umondoka wote, yani tunajua kabisa kwamba ulikuwa ukipambana na sumu. Pressure ilikuwa juu kaka. Ndio sababu na mimi sasa nilikuwa naenda huko. Sasa hivi nilikuwa naelekea huko. I say, umeona jinsi tunavyokupenda? Basi Tesha alisema hivyo. Mimi hapo sasa nikawa natafakari jambo hili kwa kina. Haya yote alimaanisha nini? Labda nilikuwa nina pacha ambaye sikumfahamu huko alipo na sasa kama labda amekufa, labda kesi ikauziwa kwangu, au ni mtu ambaye alikuwa amenifanana. Na ni nani aliyekuwa amempa Ankia hizo taarifa mpaka akaja juu namna hiyo? Tesha akajaribu tena kumpigia, lakini ikaonekana Ankia hakupokea. Tesha alisema anaenda hospitali ya Mbagala. Ndio mwili wako ulipo eti. Hajasema hata imekuwa vipi ukafa ni. Yaani alikuwa anaongea kama vile analia mwanangu. Yaani unajua tena wanawake. Basi hisi ya tahadhari ikaniingia bila kujua sababu. Nami nikamuuliza kwamba Mariamu yuko nyumbani? Yuko nyumbani, yuko fresh. Na nimemwacha anaangalia TV tu. Hata wakina mama wameshtuka kuhusu hili. Okay, basi twende. Twende wapi? Aliuliza hivyo. Mimi nikaendelea tu kutembea nikiwa na mawazo kiasi. Basi Tesha akanikaribia na kusema kwamba kwa hiyo tunaenda kuangalia yani mwili wako uliokufa huko hospitalini ama? Fantastic. Nadhani kutoka kuna tatizo lingine tu Tesha. Hebu twende tukahakikishe. Nilimwambia hivyo na kuendelea kusonga. Sasa safari ya kurudi maskani ili nipate mlo wa mchana ikawa sasa ndio imekatikia hapo. Hata njaa sikuhisi tena msikilizaji. Na ninajua chapati 3 tu za asubuhi zilitosha kunipa nishati niliyohitaji kurudi huko Mbagala tena. Ingawa najua nilitakiwa kula sana. Lakini kwanza nitaka kugundua huu utata ulitokea wapi? Na ulihusu vipi hasani? Kwa hiyo tukafanya kupanda bajaji na Tesha upesi. Na kwa mara nyingine tena ndani ya muda huo ikawa ni kurudi Mbagala. Ilikuwa ni safari yenye kutatanisha kwa sababu mimi nilikuwa naenda kuthibitisha maiti yangu mwenyewe. Hii ingekuwa ni balaa. Tumekuja kufika Mbagala rangi 3, hospitali ya serikali. Ikiwa sasa imeshafika by saa 9:30. Kwa kuwa kutokea eneo la stendi ya Mbagala mpaka hapo hospitalini tulitembea kwa mguu. Na sasa tukaelekea mpaka ndani na kwenda moja kwa moja kwenye meza ya maulizo. Watu walikuwa ni wengi, wafanyakazi na wagonjwa waliosubirishwa kwa ajili ya huduma.
wakiwa aidha wamekaa, wamesimama ama kupanga foleni tu ndefu kwenye madirisha ya huduma huku na kule. Basi Tesha akauliza kuhusu mwili au maiti yoyote ambayo ilikuwa imeingizwa kwenye mortuary ya hospitali hii majira ya mchana wa leo. Na aliyeulizwa kwenye meza hapo alikuwa ni mwanamke. Ni mdada fulani tu hivi. Badala ya jibu, yeye akawa ananikodolea tu macho, utadhani alikuwa mshamba. Hivyo Tesha akaniambia labda mimi ndo nimuulize ndo atajibu sasa. Nikamuuliza vyumba vya mortuary viko upande gani? Basi baada ya kumuuliza, naye akasema kwamba angetuelekeza upande huo kwa kutupeleka yeye mwenyewe. Basi akasimama na kuiacha meza kwa jamaa mwingine. Naye akatutangulia sasa. Alikuwa ni mrefu kiasi cha kunifikia. Paja na nyashi la maana. Rika kama langu tu yani. Na akiwa ndani ya nguo ya kijani ya kikazi, alitembea mbele yangu kwa kujibinua mgongo kiasi na kutikisa nyashi lake makusudi kabisa. Yani mpaka nikawa sasa naangalia, ilikuwa namtazama kiasi na kutikisa tu yani namna ambavyo alikuwa anajishaua. Mpaka nikawa sasa naangaliana na Tesha na jamaa akanipa ishara kwamba yani kama kuuliza kwamba vipi? Nami sikujali sifa za huyo nesi alizokuwa anafanya mbele yangu kwa makusudi. Yani sura yangu kwa wanawake ambao hawakutulia ilikuwa ni kama ilizi ya kuwaroga sijui. Akatufikisha upande wa ndani ya hospitali hiyo ambako sasa kulikuwa na korido refu tu ambalo lilikuwa limeelekea kwenye vyumba vya mortuary. Na kutokea hapo akatuambia tungetakiwa tu kukunja kona kulia kwetu ndo maiti ambazo zilikuwa zimeletwa zilihifadhiwa. Na maskari bado walikuwepo. Maskari ambazo yani kumbe haikuwaje si mmoja aliyekufa ila wengi. So kabla hatujauliza chochote, akaonekana daktari mmoja upande ambao tulitokea na kumuita huyu dada kwa jina la Anyesi. Naye akamuitikia na kutuacha hapo hapo. Asa Tesha akatania kwa kusema kwamba wanawake wenye majina kama Venyesi yani huwa wanaga akili kabisa. Nami nikashindwa kabisa kujizuia kucheka. Kisha tukaelekea huko mbele kama tulivyokuwa sasa tumeelekezwa. Sasa ile ndio tunakaribia kukunja kona. Tesha akasimama baada ya kuwa amepigiwa simu. Sijui na nani tu. Ila mimi hapa nilikuwa nimeshafika mbele kidogo, ndio nikageuka sasa kumwangalia. Akanionyesha ishara kuwa nitangulie ili sasa azungumze kwanza na huyo mtu. Nami nikaendelea kutembea. Sasa upande huu sasa ndio ambao haukuwa na watu wengi sana. Kukiwa tu na mabenchi yaliyo na mtu mmoja mmoja au wazi kabisa. Yani kwa pande za ukuta, na mbele zaidi ndio kulikuwa na milango miwili mipana ambayo ilionekana kuingia ndani ya chumba kikubwa chenye nadhani kilikuwa kina majokofu ya kuweza kutunzia maiti. Kwa milango ya pembezoni mwa hizi kuta sikujua sana ikiwa na yenyewe ilifungia vyumba vyenye majokofu. Na kwa watu waliokuwepo hapo, alionekana mwanamke fulani hivi akiwa amesimama usawa wa mlango wa pembeni kukaribiana na ile mipana kule mbele, akitazama huko. Kwa hiyo nilimuona kwa nyuma. Kwa hiyo mimi nikaendelea kwenda taratibu. Kukiwa na kahali fulani hivi kaugiza huku mwanzoni yani, lakini kuelekea huko mwishoni kulikuwa na taa iliyoangaza vyema. Sasa nilipokuwa nikikaribia huko, umbile la mwanamke huyo aliyekuwa amenipa mgongo likaanza kufahamika kwangu. Alikuwa amevaa blouse nyekundu yenye mikono mifupi pamoja na suruali nyeupe ya jeans laini vilivyobana umbo lake na kulichoresha vizuri sana, huku nywele zake zikiwa zimebanwa na kuacha sasa kimkia kwa nyuma. Alikuwa ni Miriam. Nikakunja uso wangu kimaswali kiasi kwa sababu mimi sikutarajia kwamba ningemkuta hapo. Na anaonekana kuegamia kitasa cha mlango kwa pembeni, huku akiwa yani ni kama amejishika shingoni kwa kuinamia upande mmoja kama vile yani mtu aliyechoka sijui. Nami sasa nikageuka nyuma kuangalia ikiwa Tesha alikuwa akija. Lakini jamaa bado hakutokea. Sasa nikasogea mpaka nyuma yake Miriam na kuanza kumsikia akiwa anatoa kilio cha chini. Yani akilia huku sasa anavuta pumzi bila kutoa sauti kwa mdomo. Na kwa kweli nikashindwa kuelewa nini kilikuwa kikiendelea. Nikamshika begani kutokea nyuma na kuita, "Hey Miriam." Akageuza uso wake na kuniangalia. Yani alikuwa ametokwa na machozi mengi yaliyolowanisha uso wake haswa. Nadhani yote ni kwa sababu ya kujifuta mara nyingi kwa kiganja chake shavu na shavu na hivyo kujipaka zaidi. Akanigeukia vizuri zaidi
na kunishusha kwa macho yake, kisha akanipandisha tena huku akinitazama kama vile ananishangaa sana. Nikamuuliza, "Hey, vipi? Kwa nini huko? Yaani mbona unalia?" Akatoa kile kicheko cha mara moja kwa pumzi, akionekana kufurahi kuniona. Na bila mimi kutarajia, Miriam akanikumbatia hapo hapo. Aisee, nilisisimka. Sikuirudisha kumbato lake haraka, huku yeye sasa akinibana hata zaidi. Nami nikamtazama. Kwanza nitazama huko na kule nikiwa sasa sielewi yani kwa nini alinikumbatia hivyo. Binti akawa analia kwa kutikisa mwili kiasi. Kisha akaniachia mgongoni na kunishika shingoni kwa mikono yake yote. Akiniangalia kama vile haamini yani. Alafu akanikumbatia tena. Mimi nilikuwa nimeshangaa, lakini hiki kitendo chake kikanifanya niachie tabasamu hafifu tu, tabasamu ambalo lilikuwa limejaa hisia nzuri sana kutoka ndani ya moyo wangu. Nikamkumbatia pia na kuikaza mikono yangu mgongoni kwake mpaka nyuma ya shingo yake, ili sasa ni uhisi vyema zaidi mwili wake. Na ulikuwa unatoa joto zuri sana. Joto zuri ajabu ambalo liliipa nafsi yangu tulivu hali ya juu sana. Sijui tu ikiwa na yeye labda alikuwa anafikiri nimekufa. Subiri, inawezekana alikuwa labda anafikiri nimekufa ndio. Nikawaza labda huu ungekuwa ni mchezo uliofanywa na Ankia au hata Tesha pia, ili kumsogeza Miriam karibu nami zaidi. Lakini sidhani sana. Paka kwenye masuala ya vifo na maaskari na hospitalini, ilikuwa ni mbali mno kuwa mpango tu, kwamba eti wangekuwa ni mpango tu amefanya. So Miriam akaendelea kunikumbatia tu, akiwa na namna fulani hivi ya kusugua taratibu kichwa chake shingoni kwangu, yani ni kama anadeka eti. Na mimi nikaendelea kumshikilia huku nikitabasamu kwa furaha tele. Akiwa ameningangania bado, akasema kwa sauti yake tamu yenye mideko, akasema, "Oh God, nifikiri umenipotea Jaden." Safari na mziki. Kwanza nitabasamu zaidi na kusema kwamba utajuaje kwamba sijapotea? Je, kama umemkumbatia mzimu? Mwache masara yako bwana. Alisema hivyo huku sasa akiningangania zaidi. Yaani alikuwa amejisahau kabisa. Kule kukaza kote kukaa kumepotea. Na hii ndio pindi iliyofunua zaidi kwamba nilikuwa sahihi kabisa toka mwanzo. Huyu mwanamke alinipenda. Kama hakuwa ametaka kukubaliana na hilo, leo ndo angekuwa amekamatika zaidi. Basi akawa analia begani kwangu, kile kilio chenye pumzi zenye deko. Yaani sikuwa hata nimeelewa haya yote alisababishwa na nini, lakini matokeo yake yalileta tunda zuri sana kwangu. Sana. Na ingekuwa ni tamu haswa. Nikaanza kuzilazalaza nywele zake na kumwambia kwamba basi Miriam, usilie, niko sawa. Akanigeuzia kichwa chake kwenye bega langu lingine na kuendelea kunikumbatia tu. Naye akasema kwamba bwana, sile kwa huzuni, nimefurahi tu Jaden. Yaani haujui tu ni jinsi gani hata mimi mwenyewe nimefurahi pia Miriam. Nilimwambia hivyo kwa sauti yenye kubembeleza. Ni hapa ndio nikawa sasa nimemwona Ankia akiwa anakuja kutokea kwenye ile milango mipana, na tabasamu langu likapanuka zaidi. Baada ya yeye pia kuwa ameniona nikiwa sasa nimemkumbatia Miriam, akasimama umbali mfupi kutoka hapo tulipokuwa, akionekana kushangaa kwa furaha. Nilijihisi vizuri sana moyoni mwangu, ingawa nilikuwa nimekula hasara kwa kuibiwa simu yangu leo. Huu ulikuwa ni ushindi wa aina yake. Nafikiri sekunde chache zilizopita nikiwa sasa nimemshikilia Miriam namna hiyo zikafanya awe amemuona Ankia pia. Labda alikuwa amefumba macho yake kabla ya kumuona, na taratibu akaanza kujitoa kifuani kwangu. Basi nikatoa mikono yangu kutoka mgongoni kwake na kuipitisha shingoni mpaka kuushika sasa uso wake kwa viganja vyangu. Na bado nilikuwa nikimwangalia kwa furaha nyingi sana. Lakini wakati huu msikilizaji, Miriam alinitazama kama vile ni kama vile alikuwa ameshtuka. Naye akaviangalia viganja vyangu kama vile haelewi kinachoendelea sijui. Na jambo hilo sasa mimi likanitatiza kikweli. Nikamtazama Ankia kimaswali kiasi. Naye pia alikuwa akiniangalia kwa macho yaliyojaa alama ya kuuliza. Na kabla sijamuuliza Miriam tatizo lilikuwa ni nini, akaitoa mikono yangu karibu na uso wake. Tena hadi akajisukuma nyuma kama vile anataka kuniepuka kabisa. Kisha akaanza kujifuta machozi. Nikamuuliza kiupole tu ya kwamba Miriam, kwamba hey, nini tatizo Miriam? Basi akaanza kutikisa kichwa kama vile anakataa kitu fulani hivi. Kisha akaanza tu kuondoka. Haya. So mimi nikaanza kumfuata sasa, nikamwambia kwamba hey Miriam, ngoja basi kwanza. Hey, subiri basi.
Asi usiniambie kwamba unataka kuanza kuzikimbia hisia zako tena. Umetoka tu sasa hivi kunionyesha kwamba hey Miriam. Ikanibidi sasa nimsimamishe kwa kuvuta mkono wake kwa nguvu kiasi. Naye ndo akasimama na kunigeukia. Hey Miriam, sasa mbona uko hivi? Kwa nini unaendelea tu kukimbia kweli ulio mbele ya macho yako mwenyewe? Kwa nini? Miriam akaanza kubabaika, akitazama huku na huku sasa midomo yake ikitetemeka. Ya nini kujitesa ni kushindana na hisia zako mwenyewe? Mimi naona wazi kwamba unatamani kunionyesha kina kirefu cha upendo kilichomo kwenye bahari ya moyo wako. Kwa nini unajizuia? Kwa nini uzame peke yako wakati niko hapa? Nilimwongelesha kwa hisia, akaniangalia machoni. Miriam, nakuomba niruhusu niingie. Nilimwambia hivyo kwa hisia. Akatazama chini kwa huzuni. Maana kweli unajua inaniua kukuona namna hii sana tu. Basi nikaona anajikaza kwa kumeza mate na kuzuia macho yake yasimwage machozi. Nami nikamshika pande za kichwa chake kwa wororo. Naye akaniangalia machoni kwa hisia. Nikamwambia kwamba hey, acha kuogopa Miriam, sawa? Dunia haitakuona shetani ukikubali kwamba unanipenda. Hicho ni kitu unachokifikiria wewe mwenyewe. Lakini akipo, tafadhali Miriam, hebu fungua basi moyo wako na uniruhusu nikuonyeshe jinsi ambavyo kupenda ni kuzuri. Nilimwambia hivyo kwa kubembeleza sana, naye akalegeza shingo yake kiasi na kubaki akinitazama kama vile ameishiwa nguvu na chozi likimtiririka. Alikuwa na hisia huyo. Nikapitisha kidole gumba changu shavuni kwake na kumwambia niruhusu. Nadhani kutoka kwenye kona ya jicho lake akawa sasa ameona kwamba Tesha alikuja upande wetu. Akafumba mdomo wake kishupavu na kuitoa mikono yangu usoni kwake kwa mara nyingine tena. Naye sasa akaanza kuondoka haraka kutokea hapo, huku sasa akijifuta machozi. Akampita Tesha kama vile amjui huku sasa mdogo wake huyo akimuita mara kadhaa. Lakini Miriam akatokomea konani kabisa. So mimi nilibaki nikiuangalia sana upande alioelekea, nikiwa nafikiria tu ni namna gani nilivyokuwa nikihitajika bado kuendelea kuupiga huo ukuta wake Miriam, ukuta ambao ulimfanya awe mgumu mno kukiri upendo wake kwangu mpaka ubomoke. Nami nikatazama chini tu na kutabasamu kiasi. Nikahisi bega langu likipigwa kutokea mgongoni, nami nikageuka kukuta ni Ankia ndiye aliyekuwa amesogea karibu yangu hatimaye. Ankia akauliza kwamba wewe Jesse, ndio michezo gani hiyo jamani? Nilikuwa najaribu kumwingia binti Maringo. Ila kanisukuma tena ise. Nilimwambia hivyo Ankia, huku sasa nikitabasamu. Tesha akawa ametufikia na akauliza kwamba na dada alikuwa amekuja hapa? Ankia akasema kwamba ndio tumekutania hapa. Kwa hiyo kumbe haya yote ilikuwa ni plani Jesse au? Hapana, kuja hospitali. Na ajali na kila kitu. Hamna, mimi mwenyewe nimekuja hapa na Tesha kwa sababu subiri, nani amepatwa na ajali? Baada ya mimi kusema hivyo, Tesha akasema kwamba Jesse ndio apange ajali yake mwenyewe. Ankia akamwambia kwamba tulijua ni yeye ndio amefariki. Tesha akasema, wewe nani kakwambia hivyo wewe Ankia? Ankia akasema ni Adelina. Msikilizaji ni kama makini zaidi. Ankia akasema kwamba taarifa ilikuwa ni ya maskari, ila aliyenipigia simu ni Adelina. Akaniambia kwamba maskari wamepiga namba yake kumtaarifu. Maskari wakasema tumempata mwenye simu hii kapatwa na ajali. Kama wewe ni ndugu yake, njoo mortuary uone mwili. Ndio mimi nikaogopa, nikamwambia na nyie ndio tukaja kuthibitisha. Ankia alisema hivyo. Asa Tesha akanitazama kimaswali. Nilikuwa najaribu kuelewa vizuri swala hilo, naye Ankia akaniuliza kwamba wewe ulimpa simu, ulimpatia nani simu yako? Msikilizaji, hapo sasa ndo nikawa nimeelewa mchezo. Bwana. Inaonekana wezi wa simu yangu walipatwa na ajali. Kwa hiyo waliombeba wakambeba pamoja na simu yangu wakifikiri ni yake. Ndio hao maaskari sasa wakaitumia kuwatafuta watu wa karibu na mwenye simu. Nafikiri Adelina akiwa ndio wa kwanza. Yote ni kwa sababu ya kuwa yeye ndio mtu wa mwisho niliyeongea naye kwenye simu kabla
yani simu haijaporwa. Kwa hiyo nikawa sasa nimepata faida ya kutokupoteza simu yangu kumbe. Hiyo ajali unaongelea ndo ile ambayo imetokea pale Mzinga? Nikamuuliza hivyo Ankia. Ankia akasema, mimi ndo nikampigia na Miriam kumpe hiyo taarifa, naye akaja hapa haraka. Kwa hiyo huyo jamaa wa kwenye ajali ndio hivyo yani amededi. Tena ni wawili, walikuwa kwenye boda sijui wanawahi wapi. Wakapamiana daladala hapo Mzinga, si mbali hata na Darajani. Sisi tulikuwa tunafikiri ni wewe, tumekuja hapa na Miriam, yani kashindwa hadi kuingia huko ndani. Imebidi sasa niende mwenyewe kuthibitisha, ndo nikakuta sio wewe. Sasa natoka kumwambia Miriam ndo nakukuta hapa. Ankia alisema hivyo. Msikilizaji, nikapiga mluzi kidogo na kutazama pembeni. Tesha kaniuliza kwamba oya, ulikuwa umempa nani simu? Wewe ulienda kwa Soraya? Basi baada ya Tesha kusema hivyo Ankia akasema kwamba kwani imekuaje? Hao waliofariki yani unawajua? Nikamwona askari mmoja akitoka ndani ya hicho chumba msikilizaji, nami nikawaambia hawa sasa, nikasema hebu ngojeni ongea na jamaa nitaelezea. Basi mimi nikamsogelea askari huyo na kumpa salamu. Naye akasimama na kuanza kunisikiliza nilipokuwa sasa namuelezea kisa changu. Yeye alinijulisha kuwa wamekosa kujua haraka watu hao waliokuwa wamepoteza maisha walikuwa na kina nani. Na hata ndugu zao pia haikufahamika haraka walikuwa kina nani. Kwa hiyo nilipomwambia kuhusu marehemu hao kuwa wezi walioniibia simu na kusababisha mpaka hao marafiki zangu waitwe, akaonekana kuelewa vizuri sasa. Kwa hiyo sasa nikaomba tu niweze kurudishiwa simu yangu kwa sababu nilidhani ilikuwa imeshaenda. Ndo akaniambia sasa ningetakiwa kuifuata kwa mtunzaji wa vifaa vya maiti. Sijui alikuwa anavitunzia kwenye chumba gani kati ya hivyo vya pembeni. Basi askari bwana akawa ameenda zake. Nami nikajiunga na marafiki zangu kwenda kumsaka mtunzaji wa huyo ili sasa nirudishiwe simu yangu. Na nikafanikiwa kurudishiwa, ingawa ilikuwa ni kwa mbinde. Inaonekana tayari Miriam alikuwa ameshaikimbia hospitali zamani tu. Kwa hiyo na sisi tukondoka hapo pia hatimaye. Nikianza sasa kuelezea Tesha na Ankia kuhusu mkasa uliotokea muda ule niko live hadi tukajikuta ndani ya kisa hiki. Ndani ya dakika kadhaa mimi, Tesha pamoja na Ankia tukawa sasa tumerudi Mzinga hatimaye. Na moja kwa moja tukaelekea makwetu. Tulikuwa tumeshampigia simu Adelina pia kumuondolea hofu juu yangu huko alikokuwa. Na niliongea naye kwa urefu juu yaliyotokea hadi tukajikuta sasa ndani ya swala hilo lenye kutatanisha. Akanisii sana niwe mwangalifu zaidi, maana mambo mengi yalikuwa ni mabaya mno mjini. Ndio tukaagana sasa ikiwa amepata amani. Ilinibidi ninunue chakula na kukibeba ili kwenda kukamulia kwa nani? Kwa Ankia, maana njaa sasa ilikuwa nahisi iliongezeka ukali. Lakini pia fulani iliyokuwa nikihisi baada ya kilichotokea baina yangu na Miriam pale hospitali ilipita maelezo yani. And of course nijitahidi sana kujizuia, lakini kila mara ningejikuta nitabasamu tu mwenyewe. Utadhani kuna mtu alikuwa ananitekenya. Ila ni Miriam ndio aliyekuwa akiutekenya hasa moyo wangu. Hakujua tu namna gani kunikumbatia vile, yani kulinifanya jinsi kuwa mzawa mpya kabisa, na ningehakikisha ni yeye pekee ndiye ambaye angenilea. So tulipofikia nyumba zetu, Tesha akasema kwamba angekwenda kwao kwanza kwa sababu alitaka kuwaona mama zake na kueleza aliyotokea. Na mimi na Ankia tungeenda upande wetu pia ili sasa tukale pamoja. Kwa hiyo tukaachana hapo nje. Nikiwa sasa nimemwambia Tesha kwamba ningekwenda kwao nikimaliza kula. Na yeye akasema kwamba angeweza kuja huku kwetu kama bado ningekuwa sijamaliza. Kwa hiyo tukaingia ndani na Ankia akaleta sahani na maji, kisha tukaweka vyakula hapo na kukaa sofa moja. Tukishushia samsos taratibu huku sasa tukiongelea issue ya leo. Ankia alikuwa akinielezea namna ambavyo wakati amefika hospitalini na Miriam, mwanamke huyo aliongozana naye kuelekea mortuary akiwa anadondosha machozi, lakini kwa kujikaza sana asionyeshe huzuni yake kuu. Ikionyesha namna gani ambavyo taarifa ya kifo changu ilimuumiza sana. Kwa hiyo yani akagoma kabisa kwenda kule kuangalia mwili. Yani alishindwa. Yani tumekukutana mpaka hapo. Alikuwepo daktari sijui akatuliza kwamba mmekuja kuthibitisha mwili. Nikaambia
Akasema haya, njooni muangalie. Basi mimi nikaanza kwenda kumvuta Miriam, lakini akaishia pale mlangoni. Ulikuwa unamvuta? Tulikuwa tumeshikana. Mimi mwenyewe nilikuwa nimeshaanza kulia. Yaani mapigo ya moyo yalikuwa yanadunda kishenzi sana Jesse. Nikaa nawaambia twende, akagoma. Akabaki hapo anajipangusa tu machozi. Yaani hata kuongea akashindwa. Na mimi nikamuelewa. Nikajikaza tu nikaingia. Panatisha Jesse. Kumbe na roho ngumu yaani Jesse sirudi tena. Niko najikaza tu yani. Ila miguu ilikuwa inatetemeka. Alipofunua sasa uso wa huyo jamaa, hadi nikafumba macho. Kwanza hata mimi sikumwangalia usoni. Unajua Jesse mimi sasa. Mimi siniona tu mikono na miguu yake. Ilikuwa ni mieusi. Husi ni mweupe. Nikakataa nikasema sio wewe. Basi akanionyesha na yule mwingine. Na yeye alikuwa ni mweusi. Nikakataa. Baada ya hapo ukachomoka. Haki ya Mungu. Basi tu. Nilisema hivyo nikiwa nahisi furaha sana. Si nikakutana bwana. Nikakukuta umemkumbatia Miriam. Hebu niambie kwanza, ilikuwaje? Ankia akauliza hivyo, nikacheka tu kidogo na kuendelea kula. Bwana wewe naisi useme. Yaani Ankia, sijui hata nisemeje. Miriam ananipenda sana. Ni dhahiri, lakini ni mwoga mno. Anaogopa mambo mengi yasiokuwa na maana. Ina maana alikukumbatia yeye mwenyewe? Alikuwa anaogopa ni kuna kitu kibaya labda kimenipata yani. Alikuwa ananilia tu. Yaani hadi raha jamani. Kwa nini tu hataki kuiachia yani? Niliongea hivyo msikilizaji kwa kuigiza njia ya Deko, naye Ankia akacheka kidogo. Yaani kama msemo wa Machande, huyo ni mpaka arogwe. Wapi, kama kurogeka asharogeka kwangu zamani sana. Unajua kilichobakia ni kumfanya tu akiri kwamba pendo langu limemmaliza. Na hana ujanja. Wacha we. Basi msikilizaji, nikaweka nyama mdomoni na kuanza kuitafuna kwa madoido. Ila Jesse, kuna mtu amekufa Jesse ili tu wewe ufurahi hivi jamani. Tambua sio mazuri ujue kwamba kuna mtu amefariki. Sio mazuri. Nani alimwambia ibi simu yangu? Kwa hiyo yeye kuniibia ilikuwa ni sawa tu, si ndio? Ila wewe Jesse, wewe hakuna. Au ndio matokeo bwana. Hivi kwanza yaani mtu hivi unaibaje yani? Unaishika simu ya Jesse kuiba? Yaani kivipi yani? Kifo. Nilimwambia hivyo kimasiara. Basi Ankia kaniangalia kwa njia ya kuhukumu, kisha sote sasa tukacheka kidogo. Nilikuwa najihisi raha sana yani. Hata ujinga ningeongea tu msikilizaji ili kuineemesha furaha ya kina niliyokuwa nahisi. Na najua bado kulikuwa na kazi zaidi ya kufanya. Kwa kweli yani hadi nilikuwa napenda sana hii vuta ni kuvute niliyokuwa naipitia kutoka kwa huyo mwanamke yani Miriam. Kwa kadri na jinsi ambavyo aliendelea kuzikimbiza hisia zake, hakujua kuwa ndio alizifanya ziwe na nguvu zaidi kutokana na moyo wake kunizoea kwa kiwango cha juu. Na of course mimi nisingekoma hata kidogo kushinda tuzo ya kunasa moyo wake. Hazikuwa mbali kutimia. Angeyeyuka bila kupenda. Basi bwana. Muda wa kama saa moja hivi ukawa umepita tokea mimi sasa na Ankia tulipomaliza kula. Na Tesha akawa sasa amekuja hapa kwetu ili sasa kujiunga na sisi. Ilikuwa imeshaingia saa moja tulipoendelea kukaa na kupiga story. Huku sasa nikiwa sana lengo la kwenda hapo kwao pia ndani ya muda mfupi. Ndipo tukasikia sasa honi ya gari huko nje. Ilieleweka upesi kwamba huyo alikuwa ni bibi Miriam. Na Tesha akaonekana vyema yani kama tukitumia nafasi hiyo kwenda kwao hatimaye ili akamfungulia na dada yake geti. Sasa ili kuepuka ni kuwasumbua mazake wakubwa kwa sababu alimwacha Mariamu akiwa amelala. Hivyo tukamwacha Ankia hapo na kuelekea mpaka kwao jamaa. Na kweli dada yake ndo alikuwa amefika. Tesha akaenda upande wa ndani ya geti na kuanza kulifungua. Akiniacha hapo nje sasa na muangalia tu dada yake. Miriam alikuwa amekaa ndani ya gari na kutazama tu mbele kwa umakini. Na najua alikuwa ameshaniona. Lakini tu hakutaka kunitazama. Mimi nikatabasamu tu kwa kukumbukia namna ambavyo alinikumbatia leo kule hospitali. Na najua angejitahidi sana kunikwepa. Yote ni kwa sababu tu ya hilo swala. Lakini kuanzia hapa yani ndio nisingemwachia.
ningemsumbua ni mpaka angechoka. So baada ya Tesha kumfungulia geti, bibie akaliingiza gari eneo la ndani ya geti lao. Kisha nami sasa nikaingia pia na kusimama usawa wa varanda. Tesha sasa akafunga geti na kuja usawa wangu. Na Miriam sasa alipotoka ndani ya gari akatupita na kuelekea ndani huko bila hata kutusemesha. Na mimi na Tesha sasa tukaangaliana na kucheka kidogo. Tesha akasema kwamba nijitahidi kuwa mwangalifu sana kwa lolote ambalo ningejaribu kufanya, maana alijua dada yake akiudhika tu haiwi poa hata kidogo. Nami nikamwambia asiwaze. Basi tulipoingia ndani kwao, nikawakuta warembo wangu wakiwa wamekaa hapo sebuleni pamoja na Miriam pia. Nao wakanisalimu vizuri na kunikaribisha. Story za moja kwa moja zikawa sasa ni kuhusiana na aliyotokea leo hadi tukafikishana hospitali. Na nikamwelezea jinsi hali ilivyo, yani ilivyokuwa mwanzo mpaka mwisho. Miriam pia alikuwa hapo akinisikiliza. Na baada ya kuelewesha mengi vizuri, ndio bibie sasa akanyanyuka na kuelekea upande wa chumba ili sasa akabadili mavazi. Alikuwa amechoka. Alikuwa amechoka ise. Basi bwana. Bizadi akaa sasa ananiambia kwamba inaonekana kilichotokea leo kilikuwa ni swala la mrejesho au niseme malipo. Yani ile karma kutokana na mimi sasa kuibiwa simu. Nilikuwa nimewasimulia kuhusu namna ambavyo nilimwangushia mwanamke fulani nyanya zake. Ndio mpaka sasa nikaibiwa simu. Na huyo mwanamke aliniambia kwamba ningeipata tu hiyo simu tena. Hivyo Bizadi aliamini kuwa maneno ya huyo mwanamke ndio alisababisha huo mrejesho ukatokea. Kwamba maneno yanafanyaje? Yanaumba. Msikilizaji, mimi sikuwa naamini sana kwamba maneno ya huyo mama niliyemwangushia nyanya ndio alifanya mpaka wezi wakapatwa na ajali ili tu niweze kuipata simu yangu. Lakini aliyotokea yalikuwa yameshatokea. Mama wakubwa wakanisii tu niendelee kuwa mwangalifu, maana walinipenda mno. Hawakutaka kusikia tena taarifa mbaya kunielekea. Ikawa sasa imeeleweka na ni muda mfupi tu tokea hapo ndio Miriam sasa akawa amerejea sebuleni. Zamu hii akiwa na Mariam. Mariam ndo alikuwa ametoka kuamka. Akiwa ndani ya dera. Naye akaja sasa kukaa karibu yangu na kasura kake kalikonuna. Miriam alikuwa amebadili mavazi kwa kuvalia t-shirt nyeusi ya mikono mifupi, huku sasa akivaa na kanga iliyofunika umbo lake la chini vizuri. Naye sasa akaelekea jikoni kushughulikia mapishi, pamoja na kwamba alitoka kazini ila ndio akakaa huko kabisa. Yani hakuja sebuleni hata mara moja. Paka chakula alichokuwa akipika kwanza kuiva hakuja. Nadhani alikuwa ananikwepa. Yani nilielewa hilo vizuri sana. Ilikuwa inakimbilia kuingia saa 4. Sisi wengine tukiwa sasa hapo sebuleni tunaangalia tamthilia, na mara kwa mara Mariam akienda jikoni kwa dada yake kuangalia kama angeweza kumsaidia. Lakini Miriam akawa sasa anamwambia arudi tu kukaa. Mimi nilikuwa nawaza sijui nimfuate huko jikoni, sijui nimtumie SMS, lakini nikaendelea kutulia tu. Labda ningemchokoza zaidi muda wa msosi ukifika. Sasa katika kutulia huko, bibi akawa amepita hapo sebuleni hatimaye. Huko sasa akibeba ndoo na kuelekea nje kwa kilichoonekana kuwa kwamba anaenda kuchukua maji pale nje bombani. Sisi tulikuwa tunaangalia tamthilia wa Turuki. Sijui mambo ya Golden. Na baada tu ya Miriam kutoka, nikamwangalia Tesha usoni. Jamaa kanionyesha ishara kwa macho kichini kuwa nimfuate dada yake. Nami nikatikisa kichwa kidogo na kutoa simu yangu mfukoni. Nikaiweka sikioni na kujifaa sasa nimepokea. Tena hadi nikaongea kabisa nikasema hello. Kisha nikanyanyuka na kuelekea hapo nje. Mapenzi haya. Yaani mapenzi utafanya upuuzi wowote yani. Asa nikiwa varandani, mimi sikuweza kumuona bibi hapo. Nikielewa alikuwa kwa huko bombani, hivyo nikavaa malapa yangu na kwenda upande huo. Mpaka karibu kabisa na alipokuwa amesimama kusubiri maji yajaze ndoo. Mimi nikasimama tu na kuendelea kumtazama kutokea nyuma kwa hisia. Sasa taya hapa nyuma haikuwa imebadilishwa bado. Yote ni kwa sababu ya uzembe wa Tesha. Yaani palikuwa na ule ugiza uliofaa kujificha na mtu wako na mkaanza kufinyana we. Lakini weupe wake bibie ulionekana vyema sana kufanya ni isiwe rahisi kwake kujificha hata kama angetaka kufanya hivyo. Shingo yake laini
ilitamanisha sana kugusa yani. Hadi sasa nikawa nakumbuka jinsi nilivyoishika kule hospitali. Na ni usawa huu wa ukuta wa uzio ndio nyumba ya Ankia hapo pembeni ilionekana vyema hadi mlangoni. Kwa hiyo kama taa ingekuwa inawaka hapa, aise, tungeweza kuonwa. Nafikiri yote ni kwa sababu ya sauti ya maji kutoka kwa kasi, kwa hiyo hakuweza kusikia ujio wangu sehemu hiyo upesi. Lakini alipoinama kufunga tu bomba, nadhani akaweza kuhisi uwepo wangu nyuma yake. Naye akageuka hapo hapo na kuniangalia usoni kwa makini kiasi. Mimi nikawa sasa namwangalia kwa hisia sana machoni pia. Naye akaacha kunitazama na kuirudia ndoo yake ili abebe. Ile kwamba hakujali uwepo wangu kabisa. Akaibeba na akiwa anataka kunipita nikasema ya kwamba kwanza alisema kwamba nipishe. Lakini nikaendelea tu kusimama hapo hapo mbele yake, yani kama vile sijamsikia. Akanitazama usoni kwa macho makini sana. Naye akasema kwa msisitizo wa kwamba nipishe. Hey, subiri basi, nataka tuongee. Wewe. Mimi sitaki kuongea na wewe. Naomba nipishe basi. Sikuona unawahi wapi? Si upo nyumbani tayari? Akataka kunipitia kwa nguvu, lakini nikamzibia njia kwa kusimama karibu na sehemu aliyotaka kupita. Akataka sasa kutumia upande wangu mwingine, lakini akashindwa. Yote ni kwa sababu ya ndoo kubana njia. Akaniangalia usoni kwa macho makali. Mimi nikatabasamu kiasi. Nikasema ya kwamba ndani utaenda tu, nataka tuongee kuhusu saa zile. Tuongee nini Jaden? Hebu nakuomba tu kistaarabu, naomba unipishe. Ama nikamuuliza hivyo kimchezo, akanikazia macho yake. Sasikia, hebu shusha basi hiyo ndoo kwanza, mkono usije ukachoka. Nilimwambia hivyo na kujaribu kuishika ndoo yake yenye maji. Bwana, niache. Akasema hivyo kwa sauti ya chini lakini kiukali. Na aliuvuta mkono wake uliobeba ndoo kwa nguvu. Hivyo maji sasa akawa yametikisika na kumwagikia kiasi miguuni na kwenye kanga. Aisee, niling'ata meno yangu na kumwangalia kwa ile njia ya kujihami nikijua hilo lingemuudhi. Naye kweli akaiweka ndoo chini na kuanza kutikisa viganja vyake, utadhani yani alikuwa ameloana sana. Kisha akaniangalia machoni kwa hisia kali. Hey, sikia. Usiniangalie hivyo bwana. Umejimwagia maji wewe mwenyewe. Nilimwambia hivyo, akaninyoshia kidole na kusema kwamba Jaden, naam. Mimi katika kizembe tu. Naomba hii ndio mara ya mwisho. Unajua kwa nini ulinikumbatia leo? Nilimkatisha msikilizaji. Akashusha kidole chake na kuendelea kunitazama usoni. Ama haikuwa wewe ulinikumbatia? Kwamba nilikuwa naota. Cha ajabu nini sasa kuhusu mimi kukumbatia? Huyu ni wewe ambaye unauliza hivyo? Nikamuuliza hivyo kimchezo tu, akabaki kimya. Si ni wewe tu ambaye hata nikikugusa kidogo kiunoni unanifokea? Unasema hutaki mazoea, hupendi ujinga. Lakini mimi kunikumbatia leo hukuona noma. Nilimwambia hivyo huku sasa nikimtazama kwa makini. Aliishia hapo na kuendelea kuniangalia kama vile yani amekosa cha kujibu. Nini? Sikia sasa, ona sasa unakosa hadi cha kusema kujitetea. Umenikumbatia kwa sababu ulikuwa unaogopa nimekufa. Uongo. Na kwa nini uogope? Ni kwa sababu unanipenda. Nilimwambia hivyo kwa hakika. Basi akafumba macho yake na kutikisa kichwa. Kisha akaniangalia usoni na kusema kwamba Jaden, mnaomba uniache bwana. Unajua unanichanganya. Lazima uchanganyikiwe. Hivi unafikiria mapenzi ni mchezo? Bwana usiniambie hivyo bwana. Mimi nimeshakuzoea. Kwa nini unakuwa mkaidi hivi? Just be honest. Be honest with yourself. Shida nini? Umeshaonyesha kwamba unanipenda. Tena waziwazi. Yaani ulikuwa unanilia leo. Tena unasema kwamba nilidhani umenipotea Jaden. Nilimwambia hivyo, akafumba macho yake taratibu na kuinamisha uso. Utasema nini kingine kukataa? Okay, sawa, uko sahihi. Kauli yake msikilizaji kanifanya nimwangalie kwa matarajio mengi. Unajua nikukumbatia ndio. Na hiyo ni kwa sababu tu sisi wote tulifikiri kwamba umepatwa
tunapitwa na masaibu. Wewe ni rafiki yetu, kwa hiyo ndio sababu. Alijitetea namna hiyo. Sasa mimi nikazungusha macho kiasi kumuonyesha siamini hayo maneno. Kwa hiyo ndio hivyo, so usifikiri mengine. Mimi sijakumbatia kwa sababu unazozifikiri. Tena limetokea tu kwa sababu nilipaniki. Basi nikamsogelea karibu zaidi na kusema kwa sauti ya chini, acha uongo. Miriam akarudi nyuma kidogo, huku sasa akinitazama machoni kwa njia fulani hivi yenye hisia. Kwa sauti ya chini akasema, sidanganyi. Hata ukisema hivyo unadanganya. We mwenyewe unalijua hilo. Nikamwambia hivyo kwa sauti yenye kubembeleza. Alisema hivyo na kupiga ulimi kiasi kama vile amechoshwa na mimi. Sikia, kuna vitu vingi tu umeshafanya kunionyesha kwamba unanipenda. Ila naona hutaki kukiri hilo kwa sababu unapenda haka kama mchezo kakumkimbia jogoo. Na si ndio mpaka nikukamate? Jaden, naona umeshakuwa obsessed na mimi. Na hicho ni kitu ambacho kitakuumiza usipoangalia. Nakwambia hivi, mimi kama dada yako, achana na upuzi. Hautakusaidia kwa lolote, maana hautafanikiwa. Heti. Mimi nakuheshimu kama mdogo wangu Jaden. Umenisaidia kwa vingi. Ndio maana nakuacha tu. Lakini mimi nimeshakwambia mimi sipendi michezo isiyo na faida. Sipendi ya mambo. Nimekukumbatia leo kwa sababu mimi nakujali ndio. Sio kwamba eti nakupenda. No. Hata Nkia au mama mkubwa angeweza kufanya hivyo. Angeweza kukumbatia hivyo. Ungesema kwamba wanakupenda au wanakutaka. Msikilizaji, nilikuwa namwangalia kwa hisia makini tu, lakini aliposema hivyo akanifanya nicheke kidogo kwa pumzi. Usicheke, mimi niko serious eti. Naomba acha kunisumbua Jaden. Sina hisia kwako. Mimi ninakujali tu. Basi elewa hivyo. Akaniambia hayo. Sasa nikamsogelea karibu zaidi tena na kumshika mkono. Bado unadanganya. Niachie. Akajaribu kutoa mkono wake kwangu, lakini nikaukaza zaidi. Unakumbuka alichosema yule mama mchungaji? Nikamuuliza hivyo. Bwana, sijui bwana. Afu nimesema niachie bwana. Akanambia hivyo sasa akiniangalia usoni kwa kutatizika. Miriam, una nguvu Miriam. Na moyo wako ni mzuri sana. Lakini bado kuna sehemu ndani ya hatima ya maisha yako imefichwa ndani ya gamba gumu kama la kobe. Na wewe unaogopa kwamba ikitoka nje utaumia. Basi Miriam akaacha kujaribu kujinasua kwangu. Akunitazama machoni kwa umakini. Najua ya kuwa alielewa maneno hayo yalikuwa ni ya yule mama mchungaji aliyoambiwa siku ile tumekwenda huko kanisani pamoja. Kwa hiyo nafikiri umakini wake ukavutwa kutaka kuelewa zaidi kwa nini niliongea hayo. Hata huyo mama na upako aliobarikiwa nao aliona kwamba unaogopa Miriam. Lakini unakumbuka alivyokuambia? Nikamuuliza kwa upole tu. Sikumbuki na sijali. Jaden, naomba basi uniache. Alikuambia uache kuogopa. Maana ukiendelea kuogopa unakuwa mfungwa wako wewe mwenyewe. Nikamwambia hivyo kwa upole tu. Akatazama upande wa kutani na kutikisa kichwa kuonyesha kwamba amekerwa. Alisema kwamba Mwenyezi Mungu amekuandalia njia itakayokusaidia ili uweze kuwa huru. Na kikweli Miriam, sikuwa nimefikiria maneno yake vizuri siku hiyo. Lakini alikuwa sahihi. Upako? Upako. Hakuna mtu aliye kamili kwa lolote Miriam. Na ndio maana huyo mama akasema kwamba tumeumbwa wawili ili tusaidiane kukamilishana.
Na unafikiri ni kwa nini alienda moja kwa moja hapo? Ni kwa sababu ndio kitu ambacho wewe unahitaji zaidi ili uwe na furaha. Sio kwa kuwa eti nani anataka au nani amesema nini. Ni kwa sababu unastahili kuwa na furaha. Mimi niko hapa sasa. Niko hapa ili sasa nikupe hiyo furaha Miriam. Nilimwambia hivyo kwa sauti ya kubembeleza. Miriam alikuwa ananiangalia machoni kwa utulivu wa hali ya juu. Nikiona wazi jinsi ambavyo alitamani sana kuendelea kusikiliza maneno yangu. Nadhani ni kitu ambacho kilimvuta zaidi kihisia. Kushawishiwa kwa maneno mazuri kama hivi. Na nilikuwa najitahidi sana kumwambia yote niliyohisi kuwa kweli moyoni kwangu. Na itikio lake lilionyesha kweli ilimwathiri kwa njia bora. Nikamwachia mkono na kusema ya kwamba, sikia, mimi napambania ninachojua kuwa ni sahihi Miriam. Kwa hiyo sioni ubaya wowote ule wa mimi kukupenda wewe. Kwa hiyo mimi sitaacha. Kama unavyosema kukusumbua, mimi nitaendelea kukusumbua mpaka utambue ni namna gani ulivyo tu na thamani kubwa kwangu. Nitafanya kila kitu yani. Na mama mchungaji alisema Mungu amekuandalia zawadi ya kukuletea furaha na amani. Ndio utambue kuwa hiyo zawadi ni mimi. Nimeshafika sasa na siendi popote. Nilimwambia maneno hayo huku sasa nikimuonyesha wazi kwamba nilikuwa sitanii. Naye akaendelea kunikazia macho yake tu na kuanza kunishusha na kunipandisha. Nikachukua ndoo yake na kuiweka bombani tena. Kisha nikafungulia maji ili sasa ijae vizuri. Labda unawaza mama mchungaji alikuwa anaongea tu puuzi. Anyway, tutaona. Ile sio kwamba eti hisia zangu kwako zina base kwenye maneno ya mtu. No. Hiyo ni motivator tu. Kwa mimi nikainama tena sasa kufunga bomba. Na Miriam alikuwa sasa ametulia wakati huu nikiwa naongea. Yaani ilikuwa ni kama vile naongea na msichana mdogo aliyetuliza boli kusikiliza maelekezo. Bila kumwangalia usoni, kwa sauti tulivu nikasema kwamba Miriam, nakupenda sana Miriam. Haitapita siku sitakwambia hivi. Kisha nikamtazama usoni na kukuta sasa ametazamisha uso wake ukutani kama kuonyesha hajali. Basi nami nikageuka tu na kuamua kuondoka. Na mwisho siku ndio ikawa hivyo. Yote hayo ni mapenzi msikilizaji, mapenzi hayo. Na ni ya namna hii ndio ambayo hata mimi nilikuwa nahitaji kwa kweli. Kubembeleza namna hiyo. Yaani kumbembeleza namna hiyo mwanamke yani kulinifanya nijisikie vizuri sana. Maana aliitikia ushawishi wangu kwa njia iliyoonyesha alikubali. Haijalisha alikuwa akiigiza vipi kukataa. Mimi sikutaka kutumia mbinu za kibabe kwa Miriam. Yaani eti niende na swaga zangu zile za zamani. Hapana. Hizi pigo za kitamthilia ndo zilimfaa. Moyo wake ulikuwa ni ushanikubali. Najua alinipenda. Lingekuwa ni swala tu la kufanya midomo yake ikiri hilo. Ingekuwa ni issue ya kungoja tu siku hiyo ifike. Na baada ya hapo ndo ningemfanya sasa atambue ni mengi mazuri kadri gani aliyokuwa anayakosa kwa kuepuka kupendwa. Asubuhi ya siku ya Jumatano sasa ikawa hatima imefika. Siku iliyotangulia nilikuwa nimepitia kisa chenye utata kiasi nilipoibiwa simu na kuirejesha tena baada ya marafiki zangu kudhani nilipatwa na ajali. Na matokeo yake kwa kweli yalinipa manufaa mengi zaidi tu ya simu kurudi, kwa kuwa Miriam alionyesha wazi zaidi kuwa alinijali kupita kiasi. Hata nikamsemesha kidogo pale bombani kwao na yeye kuonekana akivutwa na maneno yangu. Hivyo bado kumshawishi awe wangu lingetakiwa kuwa pambano endelevu. Yaani nilikula pale kwake bibie hiyo jana usiku na kuja tu kupumzika mapema hapa kwa Ankia kwa sababu leo nilitaka kutoka. Ndiyo, kuna sehemu muhimu ningeenda leo. Na hiyo ilikuwa ni huko kivukoni katika jengo la mahakama kuu, ili sasa nikahudhurie kusimama kwake Madam Betha mbele ya hakimu. Askari Ramadhani alikuwa amenitumia anwani ya hilo eneo akisema mahakama ingefunguliwa kwenye mida ya saa 3 hivi asubuhi.
na usikilizaji wa mwanzo wa kesi za Betha ukifanywa saa 8 mchana. Kwa nami sasa ndo nikamwambia ningefika huko kuona jinsi ambavyo mambo yangekwenda. Zilikuwa zimepita siku chache tu tangu Madam Betha alipokamatwa, msikilizaji. Lakini nilihisi ni kama vile sikumuona kwa muda mrefu. Nilitaka sana nimuone. Yaani nilikuwa nimeshamzoea mno akiwa ndani ya hali yake ya uhuru. Kwa hiyo nilitaka kuangalia namna ambavyo angekuwa chini ya ulinzi na nini kingefuata baada ya maoni yake kuwasilishwa kwa hakimu. Kwa hiyo nikaamua tu kujiandaa vizuri, nikavaa t-shirt langu jeupe lenye mikono mirefu na jeans ya blue, kisha nikanywa chai pamoja na Ankia na Mama Chande rafiki yake aliyekuwa amekuja kunisalimia tena tokea juzi nilipokuwa mgonjwa. Ndio akakuta sasa nimeshapata nafuu. Tena sasa nilikuwa tayari kutoka. Na uamuzi ukawa ni kwenda kwanza hapo kwake Miriam kuwasalimia wapendwa wangu na kutumia muda pamoja na Mariam kabla sijaanza safari ya kuelekea kivukoni huko. Nilitaka tu kufika huko mahakamani mapema sana. Sasa nimekuja kuondoka hapo kwa Ankia ikiwa imeshafika mida ya saa 4. Nami moja kwa moja nikaenda hadi kwake Miriam kama vile ni mwenyeji wa maisha. Gari la bibie halikuwepo. Kwa hiyo ni wazi alikuwa ameshatimkia kazini kwake. Na nadhani leo tungekuja kuonana jioni. Nikaingia hapo sebleni na kuwakuta sasa mama wakubwa wakiwa wamekaa kwenye sofa lao. Na Mariamu akiwa sasa pembeni anatazama marudio ya tamthilia kwenye TV. So baada ya kuwasalimu nilitambua kuwa kulikuwa na tatizo fulani hasa kwa upande wa Bi Jamila. Mariamu na Bi Zawadi waliniitikia kwa uchangamfu kama ni ilivyokuwa kawaida. Ila Bi Jamila alionekana kama ni amekoseshwa raha na jambo fulani hivi. Kwa hiyo uso wake ulionyesha karaha. Hii hata ikanikumbusha namna ambavyo jana mwanamke huyo alionekana kutatizika sana baada ya kuiona picha ya mama yangu. Na sijui kwa wakati huu tatizo lingekuwa nini, sijui. Ila nilihisi kuwa na budi ya kuuliza. Hiyo inamaanisha sikutakiwa kuuliza. So nikakaa tu sofani pembeni yake Mariam, na umakini wake wote kwa wakati huu ulikuwa kwenye katuni fulani hivi baada ya kuwa amebadili channel. Katuni ilikuwa inaitwa Zig na Sharko. Kwa hiyo najua ningemkatishia uhondo endapo ningeingiza masuala ya kwanza kucheza naye. So nikaona nimwache tu kwanza mpaka amalize. Basi mama wakubwa nikawauliza kwamba vipi maandalizi? Bi Zawadi akaniangalia kuuliza kwamba ya harusi. Ni kitchen party lakini si kesho, si ndio? Nilivyouliza hivyo akasema kwamba kitchen party ya Doris. Halafu wanafanya na send off Jumamosi. Yaani hakuna kuchelewa. Maandalizi ya kitchen party kesho inaonekana yako mbioni ukamilika kabisa. Sasa sisi tutaenda kwenye send off lakini hayo ya kitchen party tutawaachia wakina mimi. Baada ya kusema hivyo nikaambia kwamba ungeenda tu kama mlikuwa mmealikwa. Hamna bwana. Hizo ni za kwao zaidi. Shadia yeye anawaletea tu nguo hawa baadaye jioni. Kwa hiyo watachagua za kuvaa. Na Mariamu anaenda pia. Basi akaniambia hivyo. Nikamuuliza kwamba safi sana. Shadia ataleta nguo kutoka dukani kwake mwenyewe ama? Akasema kwamba ila japo sisi hatuendi lakini tutachukua na nguo nzuri zikiwepo za kutufaa ili tuvalie send off na Christmas. Akasema hivyo na kucheka kidogo. So nami nikacheka pia na kumtazama Bi Jamila ambaye bado alikuwa na uso makini tu, yani kama vile hajali lolote la hapo. Nikaona isingekuwa vyema kumchokoza kwa yale masuala ya mrembo wangu. Bi Zawadi akauliza kwamba unataka kumfundisha mam tuzime TV? Sasa baada ya Bi Zawadi kuuliza hivyo, Mariamu akamwangalia kiumakini. Hapana. Acha tu amalize kwanza kuangalia. Basi nisema hivyo. Bi Zawadi akanionyesha kwa ishara ya mdomo wake nimwangalie Mariamu. Nami nikaona binti alivyokuwa ameweka uso wa kununa eti kisa kasikia TV inataka kuzimwa. Bi Zawadi akasema basi mama wewe angalia tu bwana, nilikuwa natania. Bi Zawadi akamwambia hivyo Mariamu. Si Nankia atakuja kwenye kuchagua nguo? Nilimuuliza wa Bi Zawadi. Bi Zawadi akasema atakuja. Ankia, mimi, Shadia na mamu. Alafu Shadia sasa amemuita na Dina. Kwa hiyo labda na kenyewe katakuja baadaye. Okay sawa. Nilivyosema hivyo, Mariamu akasema kwamba
kaka yuko chumbani. Nikamuuliza kwamba nani? Tesha yupo chumbani? Mariam akatikisa kichwa kubali. Baada ya Mariam kukubali, Bi Zawadi akasema ya kwamba kumbe Tesha yuko ndani. Jamani, hata sina habari. Leo pako kimya kweli kweli. Mimi nikafikiri ametoka. Nikamwambia Bi Zawadi ya kwamba ngoja nimcheki. Hebu muangalie. Basi baada ya Bi Zawadi kusema hivyo, nikanyanyuka na kuelekea upande wa chumba chake Tesha. Nami sasa nikaufikia mlango na kuufungua. Nikakuta jamaa akiwa amelala kitandani kwake kwa kuegamia mto. Simu yake ikiwa mfukoni, earphones masikioni, akionekana kuangalia jambo fulani humo. Aliponitazama na kuona ni mimi, akajinyanyua na kugeukia upande mwingine wa kitanda. Huko sasa akiendelea kutazama simu yake na kuongea kwa sauti ya chini sana. Sasa mimi nikaa nimeelewa kwamba alikuwa akiwasiliana na mwanamke fulani hivi kwa njia ya video call. Na akanionyesha ishara nikae kitandani kusubiri amalize. Kweli nikaenda tu na kukaa kitandani kweli. Nikimsikia alivyokuwa anaongea na huyo mwanamke. Nilimsikiliza kwa umakini sana. Kusikiliza kwa umakini maongezi yake kukanifanya sasa nitambue kwamba alikuwa anaongea na mpenzi wake wa kule Tandika, yule aliyeitwa Happy. Na inaonekana alimkubali sana Happy. Hapo sasa ndo nikawa naona jinsi bukta jamaa ilivyo tuna kuelekea juu. Ikionekana huyo mwanamke alikuwa ni anamzungushia feni ya balaa. Yaani uko kwenye video ama kufanya mambo mengine yenye kusisimua. Basi nami nikatabasamu tu na kutoa simu yangu pia kuangalia nini kipya. So baada ya dakika 2-3 hivi akawa ameagana na huyo mwanamke. Hatimaye sasa kwa kumpa kisingizio cha kwenda kuoga ili atoke ndani, ndo akakata simu. Oya, jamaa alisema hivyo sasa akitikisa kichwa kuonyesha furaha. Kaka. Hata mimi naona da. Happy wa ukweli sana mwanangu, unajua. Yaani anafanya yote ili mwanangu nifurahie kuwa naye. Hadi nguo mwanangu ananivulia kwenye simu. Inaonekana anakupenda sana. Kwani yuko wapi hapo? Kwake. Hajaingia kazini leo. Sasa si ungeenda? Mwanangu naona jao. Nilikuwa nataka nitulie tu ndani leo mpaka jioni. Na Dina anakuja, nimeambiwa hivyo. Demu wako anakuja? Bwana usimuite hivyo bwana. Nikamwambia hivyo Tesha, nasi tukacheka kidogo kwa pamoja. Kwamba umeshamtema. Najua. Na wanakuja na shadi ya baadaye kuchagua manguo ya hiyo harusi. Sasa sijui hata kama patachangamka hivyo maana kuna wengine wamenuniana. Nani tena? Mamkubwa na Damimi. Tesha alisema hivyo. Kauli yake ikanifanya niwe makini zaidi na kuuliza kwamba dada yako amemnunia mamkubwa. Kaka, sio hivyo. Ila yani ni kama tu yani kuna kaamani kametikiswa hivi yani. Jana walivurugana. Hivi kwanza unamzungumzia mamkubwa yupi yani? Namzungumzia mkubwa. Msikilizaji, nikaelewa huyo kuwa ni Bi Jamila. Nami nikauliza Tesha kwamba wamevurugana yani kisa nini? Mimi sijamaanisha wamepigana. Naelewa. Kwa hiyo yani mamkubwa bwana anamsisitiza dada awe na familia yake. Anataka Damimi apate mume, atulie kwenye ndoa, azae, umri unaenda. Ukimwangalia dada unaona kabisa huu ndio wakati wake yani, lakini bado ukakaza. Sasa jana usiku ndo kwenye kuongea naye hisia za mamkubwa zikapanda. Akamwambia hatopumzika kwa amani endapo atakufa kabla hajaona watoto wa mjukuu wake. Aise, mwanangu, Damimi naye sasa akawa amejisikia vibaya. Mamkubwa kumwambia vitu vya namna hiyo. Yaani inaonekana ni kwa sababu ya yani kama ya shinikizo vile. Kutoka kwa nani? Mshangazi. Yaani mama yake Dina na Doris yule? Mwanangu, kwa hiyo huwa na maneno yule shangazi. Hapo juzi inaonekana waliongea na mamkubwa kuhusiana na issue ya dada kutoka yani kutotaka kuolewa. Ndio maana hadi akaongea hayo jana. Si unajua huwa yani wanamtafutia mume na nini? Si unajua yani bro, unajua kwenye hii familia yetu bwana wanaonaga ndoa. Yaani wanaonaga ndoa ndo kitu cha muhimu, yani ndo kila kitu. Sasa Damimi yeye akamwambia mamkubwa kwamba wakati wa hiyo issue utafika tu, maana sasa hivi mambo ni mengi kwake.
Sasa ndo kuni zikachochewa moto mwanangu. Mama mkubwa akamwomba dada aapie kwa jina la mama yetu mzazi kuwahi kuolewa na kuzaa, ili eti mama mkubwa akifa afe kwa amani. Msikilizaji, Tesha alisema hivyo. Nikaangalia pembeni tu kwa utulivu. Hilo lilikuwa ni jambo zito. Unajua kaka, mimi hata sielewi. Yaani kwanza kwa ufupi mimi siwaelewi. Ila kaka, hata mimi naona dada unajua anajiweka nyuma sana. Wanaume kibao wanamtaka lakini hawataki. Yaani Festo ndo kajitahidi sana, lakini yeye hamna kitu. Wewe mwenyewe kakukataa. Sijui labda anataka kuwa kama masista wa Roma au labda ana mtu wake huko, ila labda ndo kamficha labda, lakini mama mkubwa yuko sahihi. Unajua ndo wakati wake. Sasa sijui tu ni sasa sija nataka nini. Maana mama mkubwa anamtakia mazuri, lakini sasa ndo hivyo. Hayo yote walioyaongea na nyie yani mlikuwepo? Amna. Ni mimi tu na mama. Waliongea mpaka kwenye bai saa 7 hivi. Mama alikuwa amelala muda huo. Sasa wenyewe walikuwa wanaongea tu hapo sebleni. Sasa mimi nikatoka kuchungulia ndo nikasikia. Leo dada ameondoka mapema. Yani hajaongea na mtu. Mama mkubwa anamtakia dada mazuri. I know. Ila najua sasa dada mimi na yeye yani atakuwa anahisi pressure sana. Kila kitu yani anataka aishi hivi au vile yani Tesha alisema hivyo. So baada ya kuelewa sasa sababu iliyokuwa imefanya Bi Jamila aonekane kukwazika, nikawa nimeelewa pia kuwa kwa wakati huu Miriam hakuwa sehemu nzuri kihisia. Ni lazima maneno hayo ya mama yake yalikuwa yamemchoma sana. Nami nikahisi uhitaji wa kufanya jambo fulani hivi kujaribu sasa kumfikia Miriam kidogo. Kaka, hebu fanya basi mambo mwanangu, umoyo dada yangu basi, nakuomba JC. Tesha kaniambia hivyo. Nikatabasamu kiasi na kusema ya kwamba yani ili hiyo pressure imtoke ama ama na wewe ndo ushakubali kushindwa? Hapana, ngoja tu niendelee kumjaribu. Mengine tutaona. Haya, mimi unajua nilikuwa nafikiria kuhusu kuondoka hapa kaka. Nikakaa hata na happy huko tandika mwanangu mpaka nikipata kazi. Lakini hii ni moja ya hali yani ambazo yani zinafanya nisichukue huo uamuzi. Mimi sitaki kuondoka yani. Yaani mpaka nione dada yuko sawa. Alafu sio dada tu, hata Mariam pia. Basi Tesha alisema hivyo kwa hisia. Msikilizaji, haya yote alinigusa sana. Tesha akawa sasa amenisifia kwa kuvaa vizuri na kuuliza nilikuwa naenda wapi. Nami nikamwambia nilikuwa naelekea kivukoni mara moja kufuatilia issue muhimu sana kwa mahakamani. Msikilizaji, mimi Tesha sikumweka wazi kwamba ilihusiana na Betha. Nikaona ingekuwa bora kuondoka hapo sasa hivi kwa sababu nikawa sasa nimeamua kwenda sehemu nyingine kwanza kabla ya kufika mahakamani. So mazoezi yangu na Mariam ningeyapangia tu muda mwingine. Nikaambia Tesha kwamba mimi ndo naondoka sasa, tungekuja kuonana basi jioni. Tesha hakuwa na neno. Na baada ya kumwacha hapo chumbani, nikaenda sasa kuwaaga mama wakubwa pamoja na Mariam pia. Nikiwaambia ningerudi baadaye kabisa na kutumia muda pamoja nao wote. Nao wakanitakia safari njema. Basi nilichukua usafiri wa daladala mpaka Rangi Tatu. Kisha nikaelekea Zakem na kupanda bajaji za kunipeleka huko Kijichi. Ndio, niliamua kwenda huko kazini kwa bibi Miriam kwanza. Maana nilitaka kwenda kumpa faraja ambayo sidhani kama alijua alihitaji. Miriam alikuwa anapenda kubeba kila kitu yeye mwenyewe. Na ndio nilikuwa naenda sasa kumuonyesha kuwa hakuhitaji kuendelea kufanya hivyo hata kama matatizo yalikuwa ya kwake tu. Nilikuwa hapa kwa ajili yake. Nikawa sasa mimi nimefikia kituo cha Upendo. Na wakati sasa naenda kuvuka barabara, nikasogelewa na mdada mmoja hivi mfupi, aliyekuwa na nyashi kubwa sana kweli kweli. Alafu sasa akiaficha kwa sketi fupi ambayo ilikuwa imeacha miguu yani kama sehemu ya mapaja yake ikiwa wazi. Eti akasema kwamba anataka nimvushe barabarani asije kugongwa na gari. Da! Nikasema poa. Kaka nishika mkono na kuambia sasa ili tuvuke. Na baada ya kufika upande wa pili, nikakatelekeza kabisa maana kalikuwa kanaonesha yani nia ya kutaka kunisemesha zaidi. Kweli mtu mzima anaogopa kuvuka barabara na macho yote anao jamani. Au basi tu. Basi nikashuka zangu mpaka kulifikia duka kubwa la bibie. Nje palionekana vizuri sana, yani kama palivyokuwa siku zote.
Gari lake Miriam lilikuwepo hapo nje, na nilipokaribia milango ya kuingilia huko ndani nikaona kibango kidogo kilichoning'inizwa kwa ndani sehemu ya kioo kilichokuwa mlangoni ambacho kiliandikwa closed. Najua Miriam alikuwepo, najua sana. Lakini bila shaka aliamua kuweka hivyo ili wateja sasa wasije hapo kwa wakati huu. Nadhani alihitaji muda wa kuwa yeye kama yeye. Labda ni focus nzuri ya kikazi, labda ile, ama labda focus nzuri ile ya kikazi labda hakuwa nayo. So mimi nikasukuma mlango na kuingia ndani. Na hapo sasa kwenye meza ambayo Soraya angekaa siku zote palikuwa wazi tu, yani palikuwa tupu. Na mlango wa kuelekea ofisini kwake Miriam ulikuwa wazi. Yani hapa hata kama mtu angeingia mida hii na kuamua kuiba bidhaa ambazo zilikuwepo upande huu, yani ingekuwa ni rahisi sana. Kwa hiyo kweli palimuhitaji Soraya arejee, maana Miriam asingeweza kujigawa mara mbili. Nikatembea kuelekea ofisi yake na kufikia mlangoni. Na hapo sasa nikaa nimemwona bibie. Miriam alikuwa amesimama karibu na dirisha pana tu upande wa pembeni zaidi wa ofisi yake, akitazama huko nje kwa njia tulivu tu. Lakini niliona wazi kwamba alijawa na mawazo mengi sana. Alikuwa amevaa vizuri, nguo kama shati refu sana hivi yenye rangi nyeupe, pamoja na suruali pana ya kitambaa ya aina hiyo. Na nywele zake alikuwa ameziachia na kuzilaza upande mmoja wa bega lake kwa mbele, chache zikifunika sikio la upande mwingine wa bega. Yaani nywele zake zilikuwa laini na ndefu kweli. Yaani ungefikiri ni mzungu. Alijua kujitunza sana. Sijui hata alikuwa anatumia shampoo gani. Nilipenda sana. Na kwa jinsi ambavyo nilikuwa namuona, yani ni kama alikuwa ametekwa kwa kweli na fikra za mambo mengi kiasi kwamba hakutambua uwepo wangu sehemu hii. Hivyo nikafanya kuugonga mlango pembeni yangu mara mbili. Akageuza uso wake na kupata kuniona sasa hatimaye. Naye akaonekana kushangaza kiasi na mimi kuwa hapo muda huo. Asa nikiona muangalia kwa hisia, nikaingia kiasi ofisini humo na kumwambia kwamba habari za saizi Miriam. Akaonyesha uso wenye kukosa amani na kusema kwa sauti ya chini ya kwamba Jaden, tafadhali sitaki uniletee mambo yako sasa hivi. Nikasimama na kumwambia kwamba nimekuja tu kusalimia. Basi akafumba macho na kisha kusogelea sofa ambayo ilikuwa tu pale pembeni yake na uketi. Nami nikaanza kwenda hapo sasa. Unapaswa makini, mwizi anaweza kaingia hapa. Nikasema hivyo kwa upole tu. Akabaki kimya na kuangalia chini. Unaonekana kama huna raha. Nilimwambia hivyo baada ya kumfikia na kukaa kwenye sofa ambalo lilikuwa limetazamana sana la kwake. Jaden, nakuomba basi uniache sawa? Tafadhali sana. Sitaki usumbufu wako sasa hivi. Mimi sije kusumbua Miriam. Nimekuja tu kama rafiki kukuona. Akawa hataki kunitazama usoni na kuonekana kuudhika. Na mimi mwenyewe hapa ni sio kwamba eti nitakuwa ni sababu ya wewe kukosa raha kila ukiniona. Usinichukie hivyo bwana. Mimi ndo nataka kuwa sababu ya wewe kupata amani. Kwa lolote lile naloweza kufanya, basi tafanya. Maana naelewa vizuri pia tension za kwenye familia zinavyokuwa. Nilimwambia hivyo kwa upole tu. Hatimaye akaniangalia machoni, nikiona wazi kwa kauli yangu ilivuta makini wake. Kwa ustaarabu nikamwambia kwamba najua kuhusu Bi Jamila. Nilimkuta yuko Grim leo. Tisha ndo akawa sasa ameniambia leo tokea jana. Aliendelea kuniangalia tu machoni kwa hisia. Anakutakia mazuri kama watu wengine wote. Ila sio makosa yako kwamba umechagua kuwapenda ndugu zako kwanza, labda badala ya kujitanguliza wewe mwenyewe. Na muda mwingine tu inakuwa ni ngumu kwao kuelewa hilo kutokana na misingi iliyopo kwa familia yenu. Miriam akaonekana kuguswa kiasi na maneno yangu. Na machozi yakaanza kujaa machoni mwake, huku sasa akijitahidi kuzuia yasimwagike lakini akashindwa. Kweli hiki ni kitu kilichokuwa kimemkwaza sana. Nikamfuta chozi upande mmoja wa jicho lake na akaniangalia machoni kwa hisia. Ni kwa sababu anakupenda. Ila hali kama hizi zitatokea, maana sio wote wataweza kukuelewa vizuri. Basi akashusha pumzi kiasi ili kujipa utulivu.
Naye akajifuta machozi na kusema kwamba kwa hiyo bado pamoja na kila kitu ninachofanya mimi ni mbinafsi. Kwa sababu tu sijataka kufanya unacholazimisha nifanye. Yaani kwamba mimi ni mtoto mdogo, kwamba sijui ninachotaka kwenye maisha yangu mwenyewe. Yaani kweli mimi naambiwa nitoke hapo cha kuolewa juu ya maisha ya marehemu mamangu kweli? Miriam aliongea kwa hisia sana. Nikaangalia chini kwa huzuni kiasi. Mama mkubwa ameenda mbali sana. Mimi sikutegemea. Kutakiana mazuri ndio mpaka kwa hiyo naruhusu maneno ya watu yamfanya niambie mimi vitu kama hivyo. Anataka kunipeleka mimi kama wakina Shadia walivyokuwa wanafanya. Utafikiri nimekuwa ng'ombe sasa. Nadhani tu mama yako anataka ujitangulize ili uwe na furaha Miriam. Sio kwamba anataka kuendesha, hapana. Akanikatisha sasa akitikisa kichwa chake kataa. Nikaendelea kumwangalia kwa hisia. Akajifuta machozi na kusema kwamba huyo hakuwa mama mkubwa ninayemfahamu. Yaani toka tumalize birthday nimegundua kuna mambo mengi sana amewekewa akilini kumfanya mpaka aniambie hivi mimi. Wameipika akili yake vibaya sana. Hajawahi kutokea mimi nikaisi ananipinga. Yeye ndio huwa ananipa morali. Ananipachaga moral support muda wote. Muhimu tu kila mara anapohitaji. Alafu leo Miriam alishindwa kuendelea kuzungumza na kilio cha pumzi kumteka kwenye sauti. Nikaingiwa na simanzi zaidi kumuona namna hiyo. Na yeye akajitahidi kukaza moyo na kukizuia kile kilio chenyewe kuja. Nafikiri unatakiwa kuongea naye. Ongea naye vizuri tu. Aone uhalisia kwa point of view ya kwako pia. Sio yake tu. Ana moyo mzuri sana kama wako. Ataelewa tu. Na nafikiri pia ni vizuri kama pia ukifanya meditation, maana anaweza kawa anajisikia vibaya au kuogopa kwamba umemkasirikia baada ya kuwa amekwambia hayo jana. Usilie sasa Miriam, tafadhali usilie. Akaniangalia kwa ufupi tu kisha akaanza kujifuta machozi tena. Nilikuwa namuonea huruma, nikitamani hata kuendelea kuwa hapa, lakini hili ni swala ambalo lingehitaji awe na uhuru wa kiakili wa peke yake kulitafakari na kujua kufanya zaidi. Kwa hiyo nikamwambia kwamba kila kitu kitakuwa sawa, mambo yataenda vizuri. Basi akaonekana kuzama tu ndani ya fikra zake mwenyewe. Basi wacha mimi niende, nafika kivukoni mara moja, tuonana baadaye. Akaniangalia tu na kutikisa kichwa kubali hilo. Yaani hapa tulikuwa tumeweka zile kesi zetu pembeni kabisa. Na angalau nikafarijika baada ya maneno yangu kuonekana kumgusa kiasi mpaka niliposema asilie. Akawa sasa amejifuta machozi hapo kama vile kunitii. Kwa hiyo nikaamua tu kusimama na kuanza kuelekea mlango ulipo. Na ile nimeukaribia tu, nikageuka na kumtazama tena. Alikuwa ameangalia upande wa dirisha wakati huu. Najua hujala Miriam. Akaniangalia usoni kwa njia makini. Na tena hivi Soraya yupo. Ndio najua hata utakaa hapo mpaka jioni bila kula. Fanya kuiba basi mkate hapa. Ule wote mkavu tu hata bila soda la maji. Alafu shushie na rim pepper ushibe kabisa. Afu ndo uendelee na kazi. Nilimwambia hivyo, nilikuwa najaribu kumtania. Na itikio lake likawa ni kunitazama kimaswali. Kisha nikaona tabasamu hafifu sana likitaka kujengeka usoni mwake. Rim pepper zinaliwa kama ulikuwa hujui. Tafuta bunda lote la A4 ule. Afu mimi nitakuja kulipia. Miriam akatabasamu kwa mbali sana na kufumba macho taratibu. Alafu akaangalia pembeni tena na kutikisa kichwa kama vile ananiona bonge moja la fala. Nikiona tabasamu nikamwambia kwamba na ole wako usile sasa. Nitajua tu. Basi akarudisha macho yake kwangu na kunitazama kwa hisia makini. Nikasema kwamba baadaye basi. Niliona wazi namna ambavyo alipata auheni kutokana na kukaribia kutabasamu tena. Nami ndio nikageuka na kutoka ofisini kwake hatimaye. Nikaondoka hapo dukani kwake, huku sasa nikiona tabasamu kiasi, nikijisikia vizuri kuwa angalau nilifanya uvutano baina yangu na yeye uzidi kuwa na nguvu taratibu tu. Ilipendeza kuona kwamba ule mguso wangu wa kirafiki pamoja naye haukuwa umepotea bado. Na ningeendelea kuimarisha hata zaidi ili kuchochea hisia za kimapenzi kati yetu
zingatane kwa wakati uliofaa. Kwa hiyo nikatafuta usafiri tena ili sasa nianze safari ya kuelekea kivukoni hatimaye, ikiwa ni mida ya saa 6 mchana. Basi bwana, nilichukua daladala za kuelekea mpaka huko Toangoma. Kisha nikapanda za kwenda Gamboni, alafu ndo nikapanda bajaji ambayo sasa ilinipeleka mpaka kwenye barabara ya kivukoni. Nilikuwa nimepitisha muda tokea mara ya mwisho kuja maeneo ya kivukoni huko. Yaani mara ya mwisho ikiwa sasa wakati fulani hivi kipindi cha nyuma nilipokuja kwenye mizunguko. Kwa hiyo sikuwa mgeni wa upande huu wa jiji uliokuwa maskani ya vitu vingi bora zaidi ya nchi hii. Yaani niliyapita majengo ya makumbusho yaliyotunzia hazina za kale za nchi, nyumba na miundombinu ya ukweli. Paka nafika eneo la mahakama kuu ilikuwa imeshaingia saa 8 kabisa. Hakukuwa na muda wa kupoteza kwa kuwa nadhani tayari Betha alikuwa ameshafikishwa hapo mahakamani. Hivyo nikalipia usafiri haraka na kuelekea kwa upesi. Hii ndio ilikuwa mara ya kwanza kabisa kwangu kuja kwenye hii mahakama. Jengo hilo lilikuwa kubwa, pana, lenye magorofa kama 4 matatu hivi. Kukiwa na kumbi na vyumba maalum kwa masuala ya kisheria na stakabadhi rasmi za kitaifa. Sijui kama hilo ndio neno sahihi, lakini palikuwa na ule urasmi kweli kweli. Nilielewa hii ilikuwa ni moja kati ya mahakama kubwa ndani ya division 3 muhimu za mahakama kuu na rufani. Kwa hiyo mambo yalikwenda kwa utaratibu ulionyoka. Kama walisema kesi inaanza saa 8, ilikuwa ni saa 8. Kwa hiyo kuwahi lilikuwa ni jambo muhimu. Hapo nje ya jengo kulikuwa na magari kadhaa, na moja lilikuwa ni la askari. Kwa hiyo nikapata kuliona na gari lake askari Ramadhani. Kwa hiyo bila shaka alikuwa huko ndani. Nikamfikia afisa mmoja usalama usawa malango ya kuingilia, ambaye sasa akanipima kuhakikisha kwamba sijabeba silaha. Nami nikauliza ukumbi mkuu wa mahakama ulikuwa ghorofa ngapi, ndo akanambia ya kwanza. Nikamshukuru na kuzielekea ngazi. Nikapanda paka huko juu na kweli nikafikia korido iliyoelekea moja kwa moja kwenye milango miwili iliyokuwa imeachwa wazi ndani ya ukumbi wa mahakama yenyewe. Kwa hiyo nikaelekea huko taratibu hadi nilipofikia malangoni, nami nikaona jinsi ambavyo ndani humo palikuwa na muonekano mpana na wa kimahakama kama nilivyotarajia. Mabenchi marefu kadhaa kwa pande mbili, sehemu za kukaa wanasheria na yani watuhumiwa wao ama watoa mashtaka pale mbele, sehemu ya vizimba vya watuhumiwa na majaji, na ya hakimu mwenyewe katikati. Huku sasa juu kulikuwa na watu wasio wengi sana, wakiwa yani wengine wakikaa na wengine kusimama, na nilitambua upesi waliosimama kuwa ni Madam Betha mwenyewe. Maaskari wawili wanawake pembeni kutoka aliposimama Betha, na askari Ramadhani pia. Sasa mimi sikuweza kumuona Betha usoni, lakini nilijua ni yeye. Alisimama katikati kabisa hapo mbele kutazamana na hakimu, na huyo hakimu alikuwa ni mwanamke mtu mzima, akikaa kwa utulivu sasa akiwa amevaa shuka jeusi. Nini joho. Hakimu huyo alikuwa ameshaanza kusoma maelezo aliyopewa kuhusiana na kesi zilizomkabili Betha, akiorodhesha tuhuma za madai na makosa jinai ambayo mwanamke huyo alikuwa ametuhumiwa kuhusika nayo. Mimi nilikuwa nimesimama mlangoni bado tu hapo, yani pande za mlangoni, na askari Ramadhani akasasa ameniona kutokea huko mbele. Akanifanyia ishara kwa kichwa kuwa niingie. Na mimi nilipoanza kuingia tu, Betha akawa sasa amegeuka nyuma pia. Nilikuwa nimeanza kuingia kwenye sehemu ya benchi yani la kukalia, na macho yake alipokutana na ya kwangu, nikaishia kusimama na kuendelea kumwangalia tu kwa utulivu. Yani kama sio kwamba ni alikuwa na machale ya hali ya juu. Sijui tu alisije kwamba nimefika hapo mpaka kunigeukia. Muonekano wake ulikuwa tofauti kabisa. Alikuwa amevalishwa nguo ya karoti. Na nakumbuka mara ya mwisho kumuona alibeba manywele ya rasta. Lakini sasa hivi nywele zake zilikuwa zimefumuliwa na kuzagaa kichwani kwa njia isiyo ya matunzo. Sehemu ya juu kwenye shavu lake ilionekana kuvimba. Nami nikawa sasa nimeelewa kwamba kuna matendo ya kijeuri yaliyokuwa yamempata baada ya kuwekwa ndani na maskari kwa hizo siku chache. Yani alionekana kuchoka, ni kama vile mtu wa hali ya chini sana asiyekuwa na msaada. Basi taratibu akaacha kuniangalia na kutazama mbele tena. Nami nikakaa tu hapo benchini, tena huku sasa mwishoni kabisa peke yangu. Kuna bla bla tu nyingi ambazo hakimu alikuwa akisema, na hata mwanaume fulani hapo mbele alikuwa akijibu maswali yake mafupi tu kwa ajili ya madam, akiwa ni msemaji wa hakimu.
Nami sasa nikamwona jamaa mwingine aliyevalia joho na kuketi upande wake madam na kutambua alikuwa mwanasheria wake. Ndipo hakimu sasa akawa ameongea na Betha moja kwa moja, akimwambia ajibu ikiwa madai hayo yote yaliyosemwa alikuwa ni ya kweli au uongo, akiri ikiwa ana hatia ama hana hatia. Ukimya ukafuata kwa sekunde chache, Betha akiwa sasa ametulia tu kwa kuinamisha uso wake. Naye hakimu akaona amuulize tena. Kulikuwa na hali fulani hivi nzito hivi, yani hakimu akarudia kwa mara 3 kumuuliza Betha swali hilo. Na hata mwanasheria wake alipojaribu kumwongelesha, msemaji wa hakimu akamnyamazisha mwanasheria huyo na kusema ni nafasi ya mtuhumiwa pekee kuongea. Ndipo Betha sasa akanyanyua uso wake na kusema kwamba ndio mheshimiwa, nakiri kuwa na hatia. Nilihisi ni kama vile sikuwa nimemsikia vizuri, maana jibu lake halikuonekana kuwa lake kabisa. Mwanasheria wake akasimama na kujaribu kuongea kitu kupingana na hiyo kauli aliyotoa Betha, lakini akanyamazishwa tena. Hakimu akamwambia Betha afikirie kwa makini kile ambacho alinena, kwamba asiogope kushinikizwa na mtu, akisema jibu lake litaamua ikiwa atahukumiwa kwenda jela ama atapata nafasi ya kupigania uhuru wake. Yaani alikuwa anamtia moyo kwamba anaweza kujitetea, lakini Betha akarudia jibu lile bila wasiwasi, kwamba sijashinikizwa, nina hatia mheshimiwa, yote hayo uliosema nimeyafanya. Sasa nikamtazama na Askari Ramadhani kwa makini kiasi, alafu akaendelea kumwangalia mwanamke huyo kwa utulivu. Upande wa pili wa mabenchi huko mbele sasa walikaa wanawake wawili pamoja na mwanaume mzee kiasi, wakiwa na mionekano nadhifu tu. Nami niliweza kuona mwanamke mmoja wao akianza kulia na mwenzake kumpa kama bembelezo. Sikutarajia kabisa kwamba Madam Betha mwenyewe angekiri kuwa eti alifanya matendo yale. Yaani ilikuwa ni kinyume na utu wake kabisa. Mpaka nikanajiuliza ni kwa nini aliamua kufanya hivyo? Yaani ni kwamba labda aliona hizo kesi zingemshinda tu, ama mpaka akakata tamaa mapema, ama labda alifanya hivyo kwa sababu kweli alihisi hatia kwa mambo mengi aliyokuwa amefanya. Nifikiria jambo hili. Huenda alitaka kulipia mabaya yote aliyokuwa amefanya, lakini bado nisingeweza kujua kiuhakika. Msikilizaji, hapa ni kama mwenyewe yani kama ambavyo JC anashangaa, mimi mwenyewe nashangaa msikilizaji. Nadhani tukutane sehemu inayofuata sasa, tujumuike wote hapa mahakamani msikilizaji, ili kuweza kuona sasa hii hukumu ya Betha iliendaje na kwa nini Betha tuone ni kama sijani upoje. Anajibu vitu ambavyo hajaulizwa. Yaani kuna hali gani ambayo imetokea msikilizaji? Tukutane sasa sehemu inayofuata, tuweze kukutana tena hapa mahakamani msikilizaji. Mahakamani hapa kuweza kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea na hukumu ipi ambayo ilitokea na kwa nini hii hali imemkuta Betha. Kuwaje? Mapenzi ya Mwenyezi Mungu atatukutanisha. Mdoto ulikuwa na Lucas Sumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.